Yes guys. Hii ni leo imetupeleka mbio. Jamaa Fia alipotea. Lakini uzuri ametuachia Fia ametupea namba yake. Sasa Fia anampigia simu. Tuone kama utampata huyu jamaa. Ndio Atrisa atuelezee kwa nini afanyie mtoto wenyewe hivyo. Kwanza mtoto wa shule. Umechukua mtoto. Umemove na yeye for like 4 years. Nilikuwa nimeona ameenda vizuri sana. Nilikuwa nafikiria huyu jamaa ni kama kweli anapenda msichana. Juu hakuna vile unaweza chukua mtoto wenyewe from class 8 umtreat mkue na yeye mpaka mtoto amekuwa mkubwa tena mwisho anakuja kumwacha. So nilikuwa na imani kweli huyu jamaa bwana kahoma kidogo ananisumbua. Kwa na imani kweli huyu jamaa anapenda msichana. Lakini mwishowe tumekuja kupata pale wakati jamaa amejulikana ameambukiza yule mtoto mimba na ukimwi. Sasa nimesikia alikuwa ametoa mimba. Demo alikuwa ameshika mimba. Ule jamaa akamconvince atoe ile mimba na demo alitoa. Tena sio mimba tu. Jamaa ameambukiza mtoto wenyewe ukimwi. Hiyo si vizuri. Sasa nataka tumpigie simu. Jufei ametupea namba yake. Tuone kama huyu jamaa tutampata. Tuone kama tutampata. Akuje atuelezee kwa nini akafanya mtoto wenyewe hivyo. Sijui kama atashika, sijui kama atajua sisi tunampigia. Lakini tunaomba tu aweze kushika simu. Ndio tuweze kuongea tuone kama na tusikie kwa nini akafanyia mtoto wenyewe hivyo. Jamaa anataka kushika simu. Hello? Hello? Yes. Roy. Roy, ni Roy. Ni Roy naongea na nani? Naongea na Cyrus. Cyrus ni mwenye mlikuwa naye hapa na mrembo wako Fei. Oh. Sasa wewe after Fei ameanguka ni kama umepotea, sijui umepotelea wapi. Man, mbona umekuja hapo kuniletea ngori man? Si mambo na ngori. Sasa bro, God na wewe umejiletea mwenyewe. Simu ni yako. Umetupea simu yako, simu yako katupatia. Yenye tumepata pale ndani imeleta hii shida yote. Lakini unaona usingeleta hiyo story hiyo ngoli yote ingetokea man. Unajua umenichomea. Sijachoma mahali mimi. Mimi nilikuwa najaribu tu, sikuwa tumeangana vizuri. Kuna reward kama mkoloyo. Kama uchiti mtu wako ulikuwa na reward. Lakini sasa unaona hiyo story yote ya reward ndio ileta hiyo ngori. Sasa unaona kwanza mrembo kwa aje. Mrembo ako sawa? Tumempepetea. Akaamka. Sasa ako sawa. Uko wapi? Unaweza kuja hapo tulikuwa? Lakini bana mrembo umeniletea ngori juu ya mrembo sana. Mrembo ana shida, mrembo ako sawa. Juu hata ajielewi by the way. Hata akubuki mahali tulikuwa na yeye. Kumbuki. Ni kama venye ameanguka, ni kama ajielewi hata. Kwani mimi hata siamini bana. Sasa hiyo unaweza kuwa hata umenitia mazanzia hapo man. Hapana. Siwezi fanya hivyo juu. Mimi ni mtu wa mimi kwa mtu wa kutenganisha watu. Mimi kwanza mtu wa kuleta watu familia ikue pamoja. Siwezi leta makarao hapa. Ati nianze kukuitia makarao. Siwezi fanya kitu kama hiyo. Ni kwanza umenishtua sana hata hivyo venye huyo mrembo ameanguka unajua hajaifanya hivyo. Sasa mimi nimenishtua mbaya sana. Sasa na wewe umeshtuka ukapotea baada usaidie mrembo wako. Ndio hata kama ikiwa ni wewe utafanya nini? Unajua bwana mimi nimejaribu hapo kumuitaita amuki sasa ikabidi nimejingoa hapo man. Mimi naelewa. Unaona alikuwa amevaa uniform. Ninasikia kwenye huko kuna makelele. Kama unaweza kuja hapa bro tunaweza ongea tukionana macho kwa macho. Nitakuamini aje. Unajua kwanza hiyo ngodi imeleta imefanya ni tense man. Hapana, mimi nakwambiaje bro? Mimi utaingia pale kwa online utaona kazi yangu ninafanyanga. Mimi ni mtu wa kusaidia watu. Utaipata mahali ati nimeleta kuleta fujo ama vurugu. So wewe niamini tu hiyo. Ukuje tu tuongee. Sisi tunataka kutafuta solution. Si kutafuta shida tuiache hivyo. Sasa mrembo ako hapo. Mrembo ako tu within. Nimemtuma pale kwa duka achukue kasoda.
Ndio at least tuone kama atarudisha nafuu yake mzuri. Inaenda aje man hiyo story? Unajua sasa hiyo story bana imeleta shida. Hiyo story kwanza na kirusi hiyo man. Haina shida. Mimi nakwambia bro, haina shida, yote inatokea. Sasa hii ni mapenzi mbaya sana hata place niko saa hii man. Sasa ndio nakwambiaje bro? Wewe kuja, najua hujaenda sana. Panya tulikuwa tumesimama tuko tu hapo hapo. Hata na mrembo wako amerudi sasa, naona ako hapa ako sawa. Hebu kuja tuongee bro. Unajua mimi sasa hiyo naogopa mbaya sana. Hakuna haja ya kuogopa, hakuna haja ya kuogopa. Mwanaume msimu tu wa kuogopa. Unajua ile kitu imeleta shida huyu mrembo, hata kama tuseme nimeoa. Mrembo mimi bado nampenda sana. Sasa ndio nasemaje? Nilikuwa natarajia ngoli kama hiyo itatokea. Kweli mimi nakubali hiyo maneno bro. Tunaona sasa hiyo ngoli ndio imeleta shida hapa. Lakini sasa ndio nakwambiaje, tunafaa tukuje tafute solution. Tujue utapata mrembo aje, ndio hata kama utaweza kuongea na yeye. Uone kama mnaweza rudiana kwa mapenzi yenu. Unajua mtu umekaa naye for years. Unajua weakness yake, unajua penye unaweza mguza tena akusikize, akuelewe. Hata pengine ile message kwa tunasoma pale. Maybe hata si mgonjwa, unaona? Sijui, lakini sasa unaweza kuja hapa na evidence, mwambie twende kwa hospitali tupimwe, una vitu kama hizo. Na kuamini zaidi. Lakini sasa ukipotea ataona kweli jamaa wangu si mtu mzuri. So mimi naona heri ukuje. Unajua man ni kupanic mwanaume, unaelewa man. Naelewa na hiyo hali iko rahisi. Kwa venye tu ameanguka hivyo. Na nikitujaiona tena kitu kama hiyo. Hajaifanya hivyo mimi namjua tu mtu akiwa tu sawa. Sasa lazima ungeshtuka kama mtu kama binadamu. Na unaona hata sasa hata wazazi wake wakasikia hiyo story wataleta shida. Kweli. Ni trust na wewe mrembo mbaya sana. Ndio maana kuomba ukuje. At least muongee na yeye. Jua kwa hapo tubaile tuko na yeye. Ukuje. At least uongee na yeye vizuri. Uone kama mtasikizana tu. Hata imebidi niingie huko kichakani ningoje magiza ndo nitokee. Kama huko hiyo. Man. Kwa hivyo uko tu within kwenye tulikuwa. Imani niingie kichaka. Si wewe ni mwanaume naweza kuambia niingie kichakani. Hiyo story nimenishtua mbaya. Hebu sasa kuja, acha kuogopa. Kuja. Ama umenitia mafansi, wewe niambie tu ukweli. Hakuna kitu nimekuitia mimi. Hata ukaweza tokea kwenye ulikuwa tuone, tuko tu venye tulikuwa. Mimi na director wangu na mrembo ako tu hapa namuona. Ndio unajua that 5 ndani ndugu yangu sio mchezo. Wakati ulikuwa na mdate huko najua hivyo. Lakini kuja. Unajua lakini sasa hakukuwa na ngori. Sasa karibia. Sasa jua sasa shida si gori kama kutafuta solution hiyo gori. Hiyo kitu ya maana ya kitu muhimu. Hapo kwenye mlikuwa. Sasa tulikuwa tuko hapo. Sikweli kuna ngori hapo. Hapana, kuja. Utanipata tu kwenye tulikuwa. Sikweli kuna ngori, basi acha nikuje hivyo. Sawa, tunakuja bro. Harakisha Jumasaa bado ninasonga. Sawa. Sasa mafansi wangu nimeongea na huyo Murio wetu na amesema anakuja, so tutamgoja tusikie historia yake iko namna gani. Juu sikuelewa kwa nini alikimbia, sikuelewa kwa nini chamrebe kwa shida. Hata namuona hata ni kama ndio wewe anakuja. Kuja ndugu yangu, kuja. Usikuwa na wasiwasi. Kuja. Hii maneno swali nyewe si rahisi. Sasa jamaa kikuja, guys, mcomment hapo mseme mnaona aje. Ni vizuri mwanaume achukue mtoto wa shule na akuwe na mdate. Andika hapo kwa comment. Tujue ni hali ya maisha venye iko ama ni watoto wamekosa na ile tango nini? Ile adabu. Watoto ni kama ndio kidogo wajielewi ama ni wazazi wetu tena walei watoto wao vizuri. Juu kulingana mimi sioni venye naweza chukua mtoto wa class 8
na mfanye bibi yako. Sielewi. Lakini huyu jamaa akikuja atakuja kutuelezea vizuri. Na tuelezee kwa nini aache mtoto wenyewe kwa shida. Aya brother. Poa sana. Umefika? Umenishtua mbaya. Unakaa tu wasiwasi. Kwa nini unakaa wasiwasi? Si lazima msee uogope bana. Mbona unaogopa? Na ni mwanaume. So unaona situation vile iko. So unaweza kuwa na uoga. Umeleta ngori. Sasa unajua tunashangaa. Umechukua mtoto wa class 8. Kakaa naye mpaka akafika form 3. Huko unaogopa hizo enzi? Si nilikwambia vile story ilikuwa. Unajua mimi nikimchukua hata wazazi walikuwa wanajua. Sababu nilikuwa nashughulika hizo story zote. Kuna venye situation iliforce nimchukue. Sasa venye hiyo story imetokea hivyo, imeleta ngori. Na sasa jumeacha mtoto wenyewe kwa shida. Umeacha tu amepatwa na kifafa ameanguka. Na muachie watu wenyewe uwajui hata wewe mwenyewe. Tumepatana wewe leo, unijui, hujaipatana tena. Na unaacha mtoto hapo. Uko kuna shida hapo umefanya wewe. Sasa unajua hii ni kitu haijaitokea. Si eti ni kitu iko yenye naelewa iko inaaje. Unaona venye umeshtuka hata mimi ndo nimeshtuka hivyo. Unaona? Sasa ingepiti tu mimi nitoke Siaka kwanza. Na situation ni tu. Lakini ungerudi. Sasa umetoka Siaka? Singerudi hapo. Umetoka Siaka hivyo, sitotoka Siaka hivi. Kama si vile umenicall ukaniambia eti yako sawa. Ungerudi. Na wazazi wako ungewaambia aje? Si mimi ningewaambia sijamuendea leo shule. Mbona ungemuendea leo? Wewe kuna maswali kama hayo. Ningewaambia niko busy mahali. Si unaona hata nilikuwa natoka job. Ningewaambia nilichelewa kazini. Sasa bro nikuulize swali. Mbona ukabukisha mtoto wenyewe magonjwa ukijua? Najua kitu ya kwanza. Hiyo kitu haiko confirmed mimi ni mgonjwa. Unaona? Na zile message venye tu wife ametuma message hapo. Labda juu ya kupandisha mahasira. Unaona? Alafu sasa yeye akaichukua iko kwa serious. Unaona? Sasa imeleta ngori. Hiyo ndio imeleta ngori hata. So uko sure hujagojeka yeye? Mimi si mgonjwa. Mimi si mgonjwa. Na mbona bibi ya kwanza uliachana yeye? Kwenye uko na mtoto wako? Maana sisi ni wanaume huwa tunapitia shida mbalimbali. Sasa shida ya wanaume ni mingi. Unaweza pata imetokea na mimi nikajitoa hapo. Kwa hivyo wewe uko na shida, bibi iko na shida? Mimi sina shida. Na tena sasa kwa hiyo msichana mwingine tena umekuja na shida. Umesema vizuri, bibi wa kwanza hako na shida. Wewe uko na shida. Bibi alikuwa na shida. Sasa mwenye tumekuwa hapa na yeye, girlfriend yako, umemletea shida. Na bado tunasema sio akumletea magonjwa. Hii kitu si confirmed mtu yangu. Na hii kitu itabidi kwanza tumeenda hata kama ni VCT ndo confirm. Unajua ungekuwa na result hapa saa hii ndio unaweza sema msee ni mgonjwa. Leo mreba amesema vizuri, amekuja tu mara mingi mwenda hospitalini. Unakataanga kwa nini? Ni venye ananiambianga kama unapata niko busy labda na chomoka nikienda job ama sijuzi zangu napata ziko tight. Unaona msee? Sisi ndio wanaume unaelewa hiyo. So siko tayari tunakataa kwenda hospitalini. Sikukataa. Sijakataa kabisa. Ni ile tu kumwambia nimeshikana hivyo. Alafu sasa unaona hiyo tension itakuwa imeleta ili akue convinced kwamba nilikuwa nakataa. Lakini si eti nilikuwa nakataa. Sasa tuassume upate wewe ni mgonjwa. Na unasema yeye si mgonjwa. Upate wewe ni mgonjwa. Na ishindwe. Ishindwe. Isikuwe ni hivyo. Tuna assume tu. Unaweza sema ndio amekuletea ugonjwa msichana wako. Yeye unasema uko sawa. Unajua? Tuende VCT upate uko na ugonjwa. Hii kitu itakuwa ngori kwanza. Unajua nikikumbuka, unajua nikiangalia hapo hata yeye alikuwa na watu ameongea nao hapo. So itakuwa ngori hapo, kutakuwa kuna kuchanganyikiwa kidogo. Unaona? Sasa hapo itakuwa ngori kiasi. Juu sita eti ni mimi kabisa. So sababu mimi ni huyo wife wa kwanza ndiye ameniaccuse. Unaona? Sasa so ikiwa tuseme upate wewe ni mgonjwa, utasema ni yeye, si wewe umejiletea ugonjwa. Hakuna ugonjwa hapa. Hata clarify hapo. Tupate mbona tunaongelelea story ya ugonjwa na hakuna ugonjwa. Mbona unakataa tu? Ndio tusikie tu point yako. Tupate wewe ni mgonjwa. Utaassume ni amekuletea ama ni umejiletea? Hapo itakuwa ngori. Hiyo swali yako ni ngori. Haya, swali lingine ni tupate uko mgonjwa.
si ndio? Si yuko mgonjwa. Je, tunasema yuko mgonjwa. Yule madamu wako utamrudisha kwa nini? Kwa ile relationship yenu mwanza kusonga venye mnasonga. Na yeye ni mgonjwa ama bado? Tuasema bado si mgonjwa hata yeye. Tuashumu sisi wote si wagonjwa. Maana sasa hapo kama atanielewa, sababu unajua ile situation venye imekuwa, sijui venye ataamua. Tumemwacha kwa shida. Unajua hiyo ina create, unaelewa wanawake venye wako. Kuna venye ina create kitu fulani hapo. Enmity, So siwezi elewa, lakini akakubali, mimi bado nampenda. Mimi bado nampenda sana. Bado nampenda. Nampenda sana. Kukaa naye hiyo 4 years si mchezo. Na sasa juu pengine anaweza kuwa na kusikia, hebu bima ndio matamu yenye hata ukiweza muita mahali unaweza ongea na yeye. Sasa mimi naweza mwambia. Namwambia Fei bado nakupenda sana. Na nataka ukumbuke sacrifices nimetake. Venye mimi ulipa hata school fees. Venye nimejituma kwako. Haijalishi niko na bibi na mtoi na sijai kuambia. Nina apologize kwa hiyo. Lakini nataka ukumbuke venye nimekuwa tu nikikutreat. Venye naleta hata ka shopping shule. Venye hata mimi usaidia wazazi wako hivyo hivyo. Unaelewa situation vile iko hata pale nyumbani. Na kwa ukweli mimi nakupenda. So unaposikia hii sauti, mimi nataka ujue nakupenda sana. Unisamee na nimeomba msamaha sana. Sasa nafikiria Fei sijui maamuzi yake ni gani. Juu venye ulienda tulikuwa hapo na yeye. Anasema hakuamini unaweza muacha venye umemwachanisha hapa. Kwa watu kwanza venye ujui. Sasa hiyo ndo ngori. Sasa mimi nikwambia vizuri, mimi si mtu wa kutenganisha watu. Nataka kama inakuja napata kama mkoloyo na pesa zawadi yenu. Hiyo ndio kazi yetu imetuma tufanye huko. Lakini unajua hii zawadi maana imeleta shida, ndio imeleta ngoli yote. Si gori, wewe ndio umejiletea. Juu tumepata maneno kwa simu yako. Simu ni yako. Wewe ndio umefungua kaka password, tukaona maneno hapo ndani. So mimi usini blame kwa hayo. Juu mimi nilikuwa nataka mimi niwachie prize yangu. Mimi sasa tunafanyanga. Ni sawa mama. Sasa juu kama Fei kidogo na wewe mmekuwa in bad conditions, yani amuelewani. Tajaribu kufikia Fei kama inawezekana. Na kama utakubali, niwaite mahali. Tujaribu tuone kama mnaweza tena rudiana. Mimi sioni haja mimi kuja nilinganishe kinini watu wamekaa miaka 4. Hiyo ni kweli. Na nikiangalia Fei kweli anakupenda. Mrembo hata mimi nampenda sana. Na pia nampenda. Nampenda sana. So mimi kazi yangu si ya kutenganisha. Ni kuleta watu pamoja. So mimi nafikiria naweza tafuta Fei. Nimemtuma pale kwa duka akuje aende kasoda di at least hiyo kitu imtoke. Naona kama tayari amerudi. So nafikiria naweza muita. Tuone kama itakuwa rahisi wewe na Fei kurudiana tena. Singetaka hivyo sana. Sawa sana. Nitakubali kwa hivyo sana sababu mrembo nikifikiria zile struggles tumepitia na yeye. Ni nyingi. Shule venye nashughulika na hiyo familia yao hivyo. Kwa hiyo kwa tunashughulikia kila kitu kwao. Unajua hii life msee si fair kwa watu wote. So inabidi ujitume kiasi. Nisaidie malitaweza kusaidia. Wenyewe stretch. Yes. Sasa ndo nasema. Unajua kuachana kwangu na yeye itakuwa nimeweka kwenye sivuni. Unaona? Sasa ndo inabidi. Nakushua huyu mrembo mimi nampenda tu. So utakuwa tu umevumilia hata kuambia nini utasikiza tu. Mimi si unaona hata nimevumilia akiniletea rabsha hapo. Sijaleta ngori sana. Sababu sikuwa nataka ifikie place tunatengana. Unaona? Sasa ningependa sana turudiane. Okay. Mimi juu kazi yangu ni ya kuleta watu pamoja. Tuona kama nitafikia Fei, nimsikizie pale. Kama atakubali muongee na yeye, tuje tuongee tu bro. Na maneno ikuwe sawa. Itakuwa sawa sana. Itakuwa sawa. Itakuwa sawa. Sasa niongee na Fei pale. Sawa. Tuone kama atakubali mwito wetu. Sawa. Siko tu hapa. Niko hapa. Sawa.